Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Tunaendelea na somo letu zuri la jinsi ya kuishi katika upako. Na leo ukiwa ni kipindi cha 8 katika mfululizo wa vipindi ambavyo tumekuwa tukitembea nao. Na kwa kipindi cha leo tutazungumza kwa habari ya mambo ya kufanya ili uweze kuishi katika upako. Kama ambavyo somo letu linazungumza kwa habari ya jinsi ya kuishi katika upako, sasa tunakuja kuangalia kwa habari ya mambo ya kufanya ili kusudi uishi katika upako. Kwa hiyo kama ukishindwa kuyajua hayo mambo ya kufanya ambayo yatakusaidia na kukuwezesha wewe kuweza kuishi katika upako, manake hili somo litakuwa halijakusaidia kitu. Kwa sababu utaona ni kama vile hadithi za kusadikika na sio uhalisia, kwa sababu kuna mambo ambayo unatakiwa uyajue, halafu ukishayajua uyaishi, na baada ya kuyaishi haya matokeo sasa yatakuwa halisi kwako. Na katika mambo ya kufanya yapo mengi, lakini nimeweka katika makundi makuu matatu. Na tulizungumza huko nyuma kwa ufupi kama summary kwa habari ya mambo ya kufanya ili kusudi kuishi katika upako. Sasa leo tutazungumza kwa habari ya jambo mojawapo ambalo ukilifanya swala la kuishi katika upako litakuwa hivyo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Sasa na moja kati ya mambo ya kufanya ili kusudi uishi katika upako ni kuishi maisha ya utakatifu. Ni kufanya nini jamani? Kuishi maisha ya utakatifu. Sasa ninajua kwa asilimia kama sio 100 basi 99 hapa tumeokoka, na tuna muda zaidi ya mwaka mmoja toka tuokoke, si ndio? Maana yake kama ni namna ya kukua kwenye wokovu tumeshasogea hatua fulani. Na kama wewe umekaa kwenye wokovu kwa muda wa mwaka mmoja na zaidi, neno la utakatifu sio geni tena kwako. Tuko pamoja? Amen. Okay. Sasa kama neno utakatifu sio neno geni kwako, naomba tupate maana ya neno utakatifu kutoka kwenu. Mtu wa kwanza. Karibu. Ni kuishi maisha safi yanayompendeza Mungu. Maisha safi. Maisha yana vigezo vifuatavyo. Safi ya kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Haya. Huyo ni Bwana Bernard. Mwingine? Karibu Badiki. Yesu asifiwe. Amina. Kuishi katika uaminifu mbele za Mungu. Kuishi katika uaminifu mbele za Mungu. Mwingine? Mabadiki? Kuwa mwaminifu. Imesha hapo bali endelea. Haya. Kuwa mwaminifu. Wa mwisho? Kupenda kujifunza neno la Mungu. Kujifunza neno la Mungu. Mamangu pale muone mkono wako karibu. Kuepukana na uovu. Kuepukana na uovu. Sawa. Sasa ukiangalia vizuri kwenye hizi tafasiri zetu, kuna vitu ambavyo vinashabihiana vinavyotengeneza kitu kimoja. Kuna neno safi, si ndio? Kuna swala la kumpendeza. Maana kama kitu kichafu, maana kinachukiza, si ndio?
Kwa hiyo kwa kuwa ni kisafi kinaleta matokeo ya kumpendeza nani? Mungu. Lakini kuna swala la uaminifu. Uaminifu. Na uaminifu ni mbele za nani? Mbele za Mungu. Bado limejirudia tena hapa uaminifu. Kujifunza neno la Mungu. Na ukijifunza neno la Mungu manake utajua kitu gani nikifanye ili niwe safi. Kitu gani nikifanye ili nimpendeze Mungu. Kitu gani nikifanye ambacho kitakuwa ni uaminifu. Haya. Kuna kuepukana na nini? Kuepukana na uovu. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tumeelewa vizuri. Kama kuna mtu alikuwa hajaelewa kwa habari ya nini maana ya utakatifu, imeshaeleweka sasa, si ndio? Kuna ambaye hajaelewa nini maana ya utakatifu. Tumeshaelewa pamoja, si ndio? Okay. Sasa unaweza ukaziandika hizi tafasiri hapa. Au umeshaziandika? Bado? Okay. Sasa kama hujaziandika ngoja mimi nizifute, alafu nikupatie ya moja ambayo unajumuisha zote. Sawa? Haya. Tunapozungumza kwa habari ya kuishi katika maisha ya utakatifu ni kuishi bila kutenda dhambi. Tunakubaliana? Amen. Tukijumuisha yote ambayo tumezungumza hapa, tunapata kitu kimoja cha kwamba ni kuishi bila kutenda dhambi. Sasa hapa linazuka swali. Je, inawezekana mtu kuishi bila kutenda dhambi? Inawezekana. Inawezekana. Je, inawezekana? Ni kabisa vizuri. Je, inawezekana mtu kuishi bila kutenda dhambi? Inawezekana. Inawezekana. Kwa sababu nikikupa ushahidi. Ngoja kwanza, ngoja najua ushahidi unao mwingi wa kutosha. Kwa kutendea jambo lako. Tuje kwanza tung'amue hii. Je, inawezekana mtu kuishi bila kutenda dhambi? Ndio. Mimi nataka majibu ya challenge. Mama Agnes anasema haiwezekani. Si ndio? Au hivi maana yake umekubaliana tafasiri tofauti. Maana yake haiwezekani. Wangapi wanasema haiwezekani mtu kuishi bila kutenda dhambi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Hai. Inawezekana. Ambao haiwezekani. Twende vizuri. Wanasema haiwezekani. Hai. Haiwezekani, wanasema haiwezekani. Kuishi mtu bila kutenda dhambi. Imepotea. Inawezekana. Wewe kupambanua. Ngoja kwanza kama sijapambanua. Kama sijapambanua. Haya, 1 2 3 4. Ninataka kwanza haiwezekani. Au tunakuja hapa kwenye inawezekana. Haiwezekani nini? Inawezekana. Je, inawezekana mtu kuishi bila kutenda dhambi? Je, au nimechanganya maswali hapa? Niko sawa. Wangapi wanasema haiwezekani mtu kuishi bila kutenda dhambi? 1 2 3 4 5. Unakuja unapotea. 1 2 3 4 5. Sawa. Wangapi wanasema inawezekana mtu kuishi bila kutenda dhambi? 1 2 3. Safi. Sasa hapa tuko zaidi ya watu 8. Wangapi wako neutral? Haya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 kutoa 8 unapata ngapi? Kwa 3 kutoa 8? 5. Kwa hiyo 5 wenyewe bado wako katikati. Yaani hawajaelewa kwamba inawezekana au haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Sasa
Baada ya mjadala huu tunatakiwa tutoke na kitu kimoja, ya kwamba inawezekana au haiwezekani, hata kama sio kwa pamoja, lakini kwa asilimia kubwa. Sawa? 13 kama ataongezeka wengine, haya utatukuta sisi tunaendelea. Na tunaposema, tumesema kwamba kuishi maisha ya utakatifu ni kuishi kwa tafasiri ambazo tumezizungumza hapa. Na tunaposema kuishi bila kutenda dhambi, dhambi tunazijua. Dhambi kwa mfano, uzinzi, uongo, ulevi, kusengenya, husuda, dhuluma, ulafi, nini? Mizaha. Na mengineyo. Ndio ulafi wapo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani hapa ndani ambaye anasema kwa kweli mimi mchungaji siwezi nikapumua, siwezi maisha yangu yakaenda, yaani ni kitu ambacho hakiwezekani kuishi bila kuzini, kuishi bila kusema uongo, siwezi nikaishi mimi bila kulewa, siwezi mimi nikaishi bila kuwa na husuda, siwezi mimi nikaishi bila kusengenya, siwezi. Yaani mchungaji, mimi kwa kweli mimi siwezi kabisa bila kula mpaka kapitiliza. Haya, nani? Jamani, tumeenda vizuri, si ndio? Tumeenda vizuri. Tumeanza vizuri kwamba nini maana ya dhambi. Kabla ya hapo tumesema nini maana ya utakatifu. Tukasema kwamba utakatifu ni kuishi bila kutenda nini? Dhambi. Bila kutenda dhambi. Okay. Sasa kutenda dhambi ni kupi? Ndio huku. Sasa ndio nataka tuelekezane hapo kwamba ni nani ambaye kama hizi ndio dhambi. Samahani mchungaji. Karibu. Naomba kuna kitu ungeongeza. Andiko umbea. Upo pale. Uongo na umbea vitu sahihi. Haya, tusome ile Wagalatia 5 pale. Wagalatia 5 20 ngapi? 22. Haya. Tusome hapo. Soma. Galatia 5:22. Ngoja. Hayo ni mazuri. Turudi huku nyuma. 19 mpaka 21. Mpaka 21. Nini Galatia? Mambo kama hayo yanaongelewa. Galatia. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka 21. Haya, mtu mmoja tusomee hapo. Nasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Sawa. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Tuko pamoja? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni baadhi ya mambo ambayo mtu akiyafanya anakuwa amefanya dhambi. Tuko sawa mpaka hapo?
Je, kuna uwezekano mtu akashindwa kuishi kwa sababu hawezi akafanya haya? Kuna mtu ambaye hawezi akaishi kwa sababu hajafanya haya? Hapana. Ndio nasema. Wewe hapo. Maana anajibu, maana anajibia yeye, si ndio? Ndio. Okay. Na kuna mtu anayeweza kuishi kwa kuyafuata haya, kwa kutokuyafanya haya, kwa sababu haya ukiyafanya ndio unakuwa umefanya dhambi. Je, kuna mtu anayeweza kuishi bila kuyafanya haya? Ndio. Kuna mtu anayeweza kuishi bila kuyafanya haya? Ndio. Ndio. Kuna mtu hawezi kuishi bila kuyafanya haya? Ndio. Mimi nakataa. Okay. Sasa kama tumekubaliana na kusoma ya kwamba haya, mtu akiyafanya haya ndio amefanya dhambi. Sawa? Je, mtu unaweza kuishi bila kuyafanya haya? Ndio naishi. Inawezekana. Ndio. Maana yake kama hujayafanya haya, maana yake hujafanya dhambi. Hebu mikono basi. Mikono si hiyo. Ona idadi. Naweza kusikia sauti kwanza. Sauti ya asilimia ya nani ya nani? Baba Debora unasemaje? Haya, tuende kwenye idadi hapa. Wangapi wanasema kwamba mimi ninaweza nikaishi? Mimi ninaweza nikaishi bila kuyafanya haya. Mimi ninaweza nikaishi bila kuyafanya haya. Mchungaji hapo maswali yanachanganya. Yaani hivyo vipengele Hakuna cha maswali maana nimesieleza. Haya, wapi ni kuchanganya swali? yaani vilivyomchanganya. Eh. Maana huo wivu, kwenye wivu na huo Hapo kwenye hasira. na hasira. Okay. Wivu. Sasa ngoja nifute hapa. Yetu kwa kifupi uelewe wivu kama ulipo, uelewe hasira kama ilivyo. Hasira naweza nikaifanya kwa Wivu, hasira. Kumuonea wivu mtu yoyote. Okay. Haya maneno, haya mambo yanachanganya, si ndio? ndio. Okay. Sasa unataka kujaza? Yes. Kulijibia. Unataka Kulijibia. kulijibia? Ndio. Karibu. Asante. Mimi nasimama kwa upande wa hasira. Hasira hapa. Hapo kwangu mimi. Sawa. Hasira kwa habari ya Biblia imesema unaweza kuwa na hasira lakini uwe na kiasi. Sawa. Usiwe na hasira kuanzia asubuhi mpaka jua likakuchwea. Hiyo ni dhambi. Hakuna mtu ambaye hana hasira. Ila hasira yako iwe na kiasi. Usipitilize. Hasira wiki nzima, mwaka mzima, dunia mwenzio muongei. How is it come? Umemaliziaje? Na mimi naimalizia. Efeso 4:26 mtu mmoja kusomea hapo. Na mimi nataka niimalizie alivyosema dada Sara. Akata namalizia ngosha Hasira baadaye inazaa dhambi. Mama Ginesi somea hapo Efeso 4:26. Efeso 4:26. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Hapa tumekubaliana? Ndio. Amen. Labda Kwa kile cha kuzungumza Sara tumekielewa. Amen. Kwamba mtu unaweza ukakasirika. Si ndio? Lakini kukasirika wewe kasirika. Lakini usitende nini? dhambi. Kwa sababu mtu unapokuwa umekasirika unaweza ukafanya tendo ambalo likakuingiza kwenye mambo mengine. Amen. Ukatukana, ukapiga mtu, ukaua mtu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hasira. Lakini sasa hiyo hasira yako wewe vimba, lakini usifanye dhambi. Na using'ang'anie mpaka kusababishia madonda ya tumbo. Jua likichwa uwe umeshapumzika nayo. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kwenye hasira hapo bado kuna mtu ambaye hajaelewa kitu. Imeeleweka. Imeeleweka? Haya. Twende kwenye wivu.
Sasa mimi niulize Kwa- swali. Ehe. Kwa mfano mtoto amenikwaza. Sawa. Nikapata hasira. Mm. Kwa fimbo au fimbo. Hapo nimetenda dhambi sijatenda. Hapo hujatenda dhambi kwa sababu unachokifanya ni kumwadabisha. Umeelewa? Ni kufanya nini? Ni kumwadabisha. Lakini na hata katika kumwadabisha kwako usimwadabishe kupita kiasi, kwa maana ya kwamba mtoto ni kweli amefanya kosa, lakini kumwadabisha kwako unamkamata, unakamata fimbo, unamlaza chini, unakanyaga kichwa, unakanyaga miguu, unaanza kupiga mpaka ile fimbo itakapoisha mkononi. Huko sio kuadabisha. Umeelewa? Ndio. Uwe na hasira ambayo itakuchochea kwamba huyu mtoto japo mimi nampenda, lakini kwa hiki wacha nimnyooshe kidogo. Sasa kumnyosha kwako huko umunyoshe ukiwa ndani ya utashi wako. Unajua kuna ile unaweza kumpiga mtoto mpaka majirani wakaja kukushikilia. Sasa huko tayari umeshapitiliza. Ni dhambi. Na huko tayari umeshaingia kwenye dhambi. Kwa sababu kwanza muda huo tayari mdomoni mwako umeshatoa maneno machafu mpaka yameisha. Umeelewa? Ndio. Umeshamtukana matusi ya kujitukana mwenyewe, ya kumtukana baba yake, si kama alikutelekeza ujauzito, umeshamjumuishia humo. Umeelewa sasa? Na isitoshe ni kwamba kuna hasira nyingine, yani unafika mpaka kiwango, yani afadhali hata nisinge kuzaa kabisa, ningekumaliza huko huko. Watu wanaongea hivyo. Na maana hapo ndio unakuwa. Kwa hapo tayari umeshavuka kwenye ule mstari wa kuadabisha. Umeingia kwenye kitu kingine. Kwa hapo tunaelewana jamani? Okay, tuje kwenye wivu. Kwenye wivu hapa nani hajaelewa kwa habari ya wivu? Umeelewa? Ambaye hajaelewa. Wewe hujaelewa. Okay. Nini maana ya wivu? Ambao wanaelewa kwa habari ya wivu, watusaidie. Tunapozungumza kwa habari ya wivu, nini maana ya wivu? Kuna wivu kumwenzako amevaa vizuri, roho yako inauma, unamuonea wivu. Amekula vizuri, unamuonea wivu. Aidha amependeza fulani, yani kuna namna ambavyo roho yako inauma. Kwamba kwa nini imekuwa hivyo? Yaani kuna wivu kama huo. Alafu kuna wivu wa kusema mke na mume. Sasa sijui kama Tofautishia hapo gani? kwamba unamwonea mume wako wivu, unamwonea mkeo wivu. Wako unataka kupigana. Hata jirani. Okay. Sasa unajua nini? Kwa habari ya wivu ipo hivi. Tukizungumza kwa habari ya mume na mke, ule wivu upo, nisemeje? Yaani kwa Kiswahili tunasemaje? Yaani upo tu moja kwa moja. Upo by nature. Na kama unataka ujifunze vizuri vitu vya nature, nyumbani kwako si una kuku? Kama hauna kuku basi una mbuzi au una bata. Kama hauna basi una paka au una mbwa. Yote hauna tu hivyo. Kama hauna nyumbani kwako basi kwa majirani. Lakini ukiangalia maisha ya kuku, nyumbani kukiwa na jogoo na kuna majike kadhaa, ikitokea umemleta jogoo mwingine au wajirani amekuja pale, kinachotokea ni kupigwa. Aidha aliyepo kama ni mnyonge atapigwa, si ndio? Kama aliyekuja ni mnyonge atapigwa. Hiyo ni nature. Umeelewa? Hiyo ni nini? Hiyo ni nature. Sio kwamba yule kuku amefanya dhambi kumpiga kuku mwenzie. Inatufundisha kwa habari ya nature. Kuna namna ambavyo kwa mtu unempenda au kwa mtu ambaye kama mke na mume, kuna ile namna ya wivu ambayo ipo ndani. Kuna ile namna ya kujimilikisha kwamba huyu ni wangu. Na utakuwa tayari kureact ndani kwa ndani au kwa nje kwa habari ya kuona kama kuna mtu anataka kukuovertake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Na ukiona mke wako au mume wako anakuswalisha vimaswali fulani au kukuhoji kwa habari ya ukaribu wa mtu fulani, usimwone kwamba amepoa kiroho. Ndio kwamba mke wangu mume wangu kumbe anipenda wewe. Na wewe chukulia kwa mfano, mtu umetoka asubuhi, si ndio? Umeaga labda umeenda mahali kwenye mikoba, kanisani, wapi. Lakini muda wa kurudi ilikuwa ni saa 10. Inafika mpaka saa 2. Mtu hajakuuliza, hajakupigia simu kukuuliza uko wapi, kimekukuta kitu gani. Yaani wewe mwenyewe ambaye hujaulizwa kwanza jishtukia. Yaani kweli mpaka sasa hajaniuliza. Hata kutumia message tu imekuwaje umechelewa. Wa mama, haleluya. Amina. Sasa umeelewa hiyo? Kwa hiyo utajisikia vizuri ukiulizwa, wewe mpaka sasa hivi uko wapi? Utajisikia vizuri, si ndio? Lakini jamaa kichuna tu mpaka saa 5 usiku, hajakuuliza wala nini. Ina maana kweli hata anijali. Mpaka sasa hata hajaniuliza, hajajua niko wapi au nimepata shida gani. Sasa umeona eh? Sasa hiyo ni tofauti. Hii wivu tunayozungumza hapa ni ile ambayo kuna namna mwenzako ana kitu au ana hali au ana namna iliyo bora kuzidi wewe, na ndani yako unaumia kwa vile yeye alivyo, na kipimo ambacho utajipima nacho ni hiki. Ukipata taarifa iliyo mbaya kumhusu yeye kwenye hilo jambo, unajisikiaje ndani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unamwona mama Amani pale, ana kishop chake pale, ametoka kwenye kile kibanda cha barabarani, ameingia kwenye frame, na unaona kuna vijuisi, mara kuna matunda hapo, mara kuna nini. Okay, wewe baada ya kumwona ametoka barabarani kwenye kibanda, ameingia kwenye frame, ndani yako unajisikiaje? Kama unajisikia vibaya, una tatizo kwenye hili. Amina. Una tatizo kwenye hili. Na ukipata taarifa ya kwamba mama Amani pale kwenye ile fremu anataka kufukuzwa na mwenye nyumba kwa sababu ameshindwa kulipa kodi, unajisikiaje moyoni? Vibaya. Kabla hujaisema mdomoni, kwa sababu mdomoni ndio mwingine ni maneno ya kinafiki. Wewe moyoni jipime. Unajisikiaje kwa taarifa mbaya ya mwenzio? Kama unajisikia vizuri, hii inakutafuna. Ukisikia habari mbaya ya mwenzio, ukisikia habari mbaya ya mwenzio, wewe ukaifurahia, hii inakutafuna. Ukijisikia vibaya kwa habari nzuri ya mwenzio, ukijisikia vibaya kwa habari nzuri ya mwenzio, hii inakutafuna. Tunaelewa vizuri? Amina. Sasa hii tunaitofautisha na ile ya kwamba umemuona mama Amani ametoka kwenye kibanda cha barabarani, ameingia kwenye frame. Unasema I see, mama Amani kumbe alikuwa hapa mwaka jana, mwaka juzi, miaka 2 tu amesogea hapa. Na mimi niko hapa tu. Na mimi haiwezekani. Hapana. Wacha na mimi nijipambane. Nijisogeze kwenye hiki ninachokifanya. Kama nilikuwa na frame moja hapa na mimi nashona na cherehani moja, na mimi nipambane niongeze cherehani ya pili au niongeze na frame ya 3. Umeelewa sasa? Hiyo ni tofauti na kusikia habari mbaya za mtu. Unazichukua zile habari nzuri zake, wewe haujisikii vibaya, bali inakuchochea kuona kumbe unaweza kufanya zaidi. Inakumotivate hivyo. Inakumotivate kutoka ndani kwa ajili ya kufanya zaidi ya pale. Kuona kumbe ninaweza nikafanya zaidi. Kama fulani amefanya zaidi, na mimi naweza nikafanya zaidi kwenye hiki. Unaelewa? Sio kwenda kwa mama mwenye nyumba unamwambia hapo anakulipa shilingi ngapi? Ananipa shilingi 50. Sasa mimi nataka hicho chumba, nitakupa 100,000.
Hiyo mbaya. Umeelewa? Hiyo mbaya. Kuna ambaye hajaelewa kwa habari ya wivu hapa? Umeeleweka vizuri? Kwa hiyo wivu ambao ni dhambi unazungumzia kama dhambi ndio huu ambao tumeusemea. Ni tofauti na ule wa kimahusiano, ni tofauti na ule wa kumotivate kutoka ndani na kuweza kufanya zaidi ya pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Kwa hiyo hapo imeeleweka, si ndio? Sasa mchungaji, hapa mimi nilikuwa nataka hii ya kumuonea wivu mtu ambaye kapata mafanikio, hiyo ni mbaya, lakini nakuja hapa kwenye swala la wivu kuhusiana na mtu na mke wake. Kwa mfano, labda mke wangu mimi ametoka, labda ameenda sehemu, akarudi muda ambao ni tofauti na muda ambao tumekubaliana. Alafu anapofika nyumbani, mimi namuuliza kwa nini umechelewa? Unaona? Au la, nimemkuta sehemu ana mtu mwingine, labda mwanaume anaongea naye, hapo ninakuwa na wivu ndani kwangu kwamba yamkini kuna kitu fulani kinatendeka hapo. Unaona? Sasa hivi wivu tunapoviongelea ni vitu viwili tofauti. Vya kumuonea wivu mtu ambaye amepata mafanikio na kumuonea wivu mke wako, hivi ni vitu viwili tofauti. Vitu vya mwanamke ni asili ya mwanadamu, mwanaume ambaye ameumiwa ndani yake. Unaona? Lakini sasa huo wivu usije ukawa na matokeo ambayo yanaweza akasababisha kwamba kama mtu ambaye umeokoka. Kwa mfano, umeokoka. Mimi ninaongelea kwa sababu gani? Kipindi ambacho sijaokoka, mimi kwa kweli nilikuwa na wivu. Sawa, asante Ngosha. Ngoja nielekeze. Wivu ilikuwa mke wangu akiondoka, anaenda sehemu fulani, akichelewa, nikiona muda umepitiliza lazima nimfuatilie na ataniambia kwa nini amechelewa. Lakini baada ya kuokoka, mimi hata sasa hivi akiondoka, arudi muda atakaorudi mwenyewe, simuulizi. Unaona? Sina wivu, yani hapo wivu hakuna. Unaona? Kwa sababu Yesu amenitengeneza, lakini tofauti na kipindi ambacho mimi nilikuwa sijaokoka. Kwa kweli nilikuwa nachukia sana swala kama hili hapa. Hata makofi anakula. Ukiona amechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Simpigie makofi sasa. Haleluya. Sawa, nakuja walimu. Sasa nafikiri Ngosha ameeleza vizuri kwamba kuna namna alikuwa kuna namna ampenda mke wake na ilikuwa inafikia mpaka anatenda dhambi kwa kumshuhudia uongo. Umeelewa? Anatenda dhambi kwa nini? Kwa kumshuhudia uongo na kumtuhumu tuhuma ambazo hazipo. Lakini baada ya kuokoka hilo halipo. Atakuwa na wasiwasi, una shauku, Zurufa wangu jamani uko polini, yuko salama kweli? Bwana amechelewa. Lakini hafikirii tena kwa habari yuko na wanaume huko. Amen. Umeelewa? Kwa ule wivu bado upo Ngosha. Wivu upo. Upo. Si ndio? Lakini sio ule wa kupiga makofi. Muona sasa? Asante. Baba disikize. Amina. Mimi nafikiri haya masuala mawili na hasira, sawa, ni vitu ambavyo tuseme nature ya vitu ambavyo vipo, sawa, ambavyo hata Mungu yeye mwenyewe ana wivu na ana hasira. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinakuwepo. Ila sasa wivu na hasira isivuke kwenda sehemu nyingine. Sawa. Wivu unatetea ni kitu ni cha kwako wewe mwenyewe. Ni kuanzia mke na mpaka mali zozote ambazo zinakuhusu wewe. Hata nguo yako. Sawa. Ukipenda lazima utakuwa na wivu nayo. Ukikuta mtu anaichafua pale, utanyamaza. Lazima utalalamika, nani amechafua hiyo nguo? Unaona? Kwa sababu hiyo ni mali yako wewe mwenyewe. Hasira ni pale mtu ambapo inapopelekea mtu mpaka anakusababishia hasira, na maana ni mtu ambaye amekuvamia au ametaka kitu ambacho wewe hutaki, anakulazimisha. Lazima hapo hasira itafanyaje? Kwa hiyo hasira ni vitu ambavyo vipo, lakini visivuke mipaka ya sehemu nyingine. Sawa. Unaongelea wivu wa kumwonea mtu kapata mafanikio. Haya, asante. Eva, ukumesha mkono pale.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naona mwingine ameshasema mtumishi hapo. Ndio hapa nilikuwa nasema hata Mungu mwenyewe alikuwa na wivu. Na wivu pia kila kitu tunaambiwa tuwe na kiasi. Na wivu naweza nikaona labda mwenzangu labda akapiga hatua. Nikaiona labda nikaonea wivu. Lakini nitachukua hatua, nitamfuata. Nitaambia wenzangu umepiga hatua hivi umefanyaje? Bwana asifiwe. Kwa hiyo wivu ni upo, lakini tunaambiwa tuwe na kiasi. Na kama vipi kuna kitu umekiona umekipenda unamfuata mwenzako, bwana hapo umefanyaje? Niendeje na mimi? Nifanyaje na mimi nifike hapa? Kwa hiyo hivyo vitu vipo. Amen. Asante Ngosha. Nataka nilikate. Hatutasogea. Najua tuna vitu vingi, si ndio? Lakini na imani kuna mahali tumejichangamotisha. Na kama kulikuwa na tashwishu kwenye hasira kwenye wivu pamenyooka. Baba Debora kuna neno moja pale nalo msilisahau. Sawa. Tukiliacha hewani haitasaidia, labda inaweza ikawa funzo kwangu na kwa wengine. Sawa. Pia kuna ile neno la pili. Si uchafu. Ningekuepo kwenye hivi ili tuelewe huu uchafu ambao ni dhambi. Je, ukiamka ukaondoka kwenda kazini bila kufagia nyumba ni dhambi? Au kusafisha eneo la kuzunguka au bila kutunza nguo kuzifua ni dhambi au uchafu ni aina gani? Haya. Wale wa ghetto. Samuel. Vipi mtandika kweli leo mtandao? Uliwachomoka kwenye neti. Sawa, sasa hapa naangalia sawa, ili huu uchafu sio uchafu wa huu ambao unazungumzia kama kufagia kama nini. Sawa? Ni uchafu ambao ni wa rohoni. Uchafu wa rohoni wa namna gani? Hilo naweza ni somo jingine. Kwa Kiingereza ita fornication. Fornication. Ni uchafu wa rohoni. Kwa ujumla tu nifupishe hivyo. Tusogee kidogo. Mimi naweza kalijibu. Unaweza kalijibu? Kwa sekunde 30. Amen. Karibu. Huu uchafu unaoongelewa. Sawa. Mchungaji amesema ni uchafu wa roho. Kwa mfano, kuwaza mambo mabaya. Kuna mawazo mengi ambayo unaweza ukawa unawaza. Kwa mfano, labda kijana kama huyu sijaoa, si ndio? Anapita mwanamke labda ni mke wa mtu, unatamani ndani ya moyo wako kwamba huyu mwanamke angekuwa ni wa kwangu. No. Huo unaongelewa ni nini? Ni uchafu wa ndani ya nini? Ya rohoni ambao ndio unaongelewa kama huo hapo. No. Huo ni uchafu. Asante Ngosha. Kuna mambo mengine zaidi ya hayo. Asante Ngosha. Haya. Pastor Michael. Karibu sana. Nikwambia arekebishe kauli yake, asema asioa, alioa maana anaweza kaza uchafu. Hata abacha na wanatetea moja. Lakini na imani yani wasiooa wanatetea kwamba sio tu wao lakini pia hata ambao wameoa inaweza kuhusika. Si ndio? Kwa hiyo hapana rekebisha hapo ikae vizuri, balance vizuri. Amen. Asante bwana Michael kwa kuwakilisha. Sawa. Na kuna kitu kimoja kuna uchawi hapo. Uchawi unaeleweka. Kuna neno uzushi. Uzushi unaeleweka, si ndio? Ndio. Uzushi unaeleweka.
Na kuna kitu kimoja ambacho hapa inawezekana hakijaandikwa, lakini kuna namna inatakiwa tukiweke kieleweke vizuri. Kuna kitu kinaitwa umbea. Umbea na uongo. Sawa? Umbea na uongo ni vitu viwili tofauti. Sawa? Uongo ni nini? Kubadilisha mada ya kitu. Kuna uzushi hapo Mike ameongeza. Au ndio kuna tafasiri? Yaani uongo. Uongo na uzushi ni tofauti. Uongo yani kubadilisha kile kitu ambacho unatakiwa kwenda kufikisha au unabadilisha taarifa. Umenielewa? Karibu unataka kuongeza? Ndio kwa unasema unajazia pale. Ngoja mimi nijaribu masuala ya umbea na uongo. Sawa. Unajua uongo ni lugha ambayo ni sahihi. Umbea ni lugha ambazo zinazalishwa kutoka kwenye nini? Kwenye uongo. Hapo mimi sijakuelewa. Rudia hiyo. Lugha sahihi, sawa, au Kiswahili. Uongo ndio neno ambalo ni Kiswahili. Hebu nisaidie kwa mfano. Lakini umbea inatokana na nini? Pale uongo ukazaa umbea. Ina maana kwamba wamebadilisha. Lakini neno hili ni moja tu, ni uongo. Yaani uongo ndio umbea huo. Ndio umbea. Isipokuwa ni Kiswahili tu, Kiswahili tu. Sawa. Kubadilika. Sasa labda mambo yasiyo mengi sana. Nataka niweke sawa hivi. Kuna huu uongo. Kwa maana ya kwamba kwa mfano mama nani hapa na mudu? Mama Albert, ngoja nifundishe. Kwa mfano Mama Godi. Sawa? Mama Godi umekutana naye sentani. Umepiga story vizuri na nini, umeagana. Umetoka hapo umeenda kwa Baba Godi. Unamwambia Baba Godi, leo nimemkuta mke wako yuko na mwanaume chocho, tena wamekumbatiana. Umeelewa vizuri? Huo ni nini? Uongo. Umetengeneza kitu ambacho hakipo. Tunakuja kwenye umbea. Umbea ni huu. Umemkuta Mama Godi yuko chocho na libwana likibonge. Wametulia tena kwenye kigizi. Na umetoka hapo umezipeleka kwa Baba Godi. Baba Godi, leo ilikuwa live. Sio leo unaanzaga yaani unavuta attention ya mtu. Kwanza unakivua Baba Godi, unakivua na mwili moto unakivua. Kwa nini? Hebu niambie. Unambwagia ule ubuyu kama huo. Hapo hujasema nini? Lakini umefanya nini? Umefanya umbea. Na kwenye umbea huu unagawanyika pande hizi. Kuna umbea ambao ni mzuri na kuna umbea ambao ni mbaya. Tunaelewa vizuri? Umbea mbaya ni ule wa kumkuta Mama Godi na ni bwana live, unaupeleka kwa Baba Godi. Na unajua baada ya hapo kipi kitatokea? Ndoa kuvunjika, kifo cha mtu, watoto wanaweza wakaachwa bila mama, magumi mazito wanaweza yakalika pale, watu wakatoa na ngeo. Umeelewa? Lakini huu umbea ukitaka kutengeneza uwe mzuri, njoo kwa mchungaji Frank. Sawa? Niambie, mchungaji, hii sio ya kusimuliwa. Nimeona mwenyewe. 1, 2, 3. Sasa, wewe kama mchungaji, na huyu ni mshirika wako, ona namna ya kuzungumza naye.
Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, nitamuita Mama Godi, nitakuita na wewe. Mama Godi, Sara ameniambia 1, 2, 3. Ni kweli sio kweli? Ndio Baba Godi hayupo wala hajui kinachoendelea. Tunajenga mimi, Mama Godi na Sara aliniletea ubuyu. Sara umeona live ndio. Alikuwa na kibonge kwenye chocho ndio. Mama Godi ni kweli sio kweli? Unajua mchungaji imeenda ni kweli au sio kweli? Unisamee tu mchungaji, unajua? Sawa. Sasa katika hili unatakiwa utengeneze kwa namna 1, 2, 3. Na mimi kama mchungaji nitachukua hatua 1, 2, 3. Lakini tafadhali naomba hili lisijirudie. Na hatua za kuchukua nitachukua 1, 2, 3. Sio lazima nije nitangaze hapa. Kuna mengine tutachukua hatua ya mimi na Mama Godi kimya. Na nakula adhabu yake vizuri. Bila Baba Godi kujua na bila wewe mwingine unataka ubuyu kujua. Lengo ni nini? Ni kumsaidia huyo. Tunaelewa vizuri? Kwa hiyo hapo tutofautishe. Kwa hiyo na usiogope kuniletea taarifa kwa sababu kwamba utakuwa umefanya umbea. Mimi nitajuaje yanaendelea? Kama usiponiletea hizo taarifa ili kusudi zifanye kazi kwa lengo sio la kumkomoa mtu, ila kwa lengo la kumsaidia yeye na ndoa yake, kwa sababu kesho na kesho kutwa inaweza kaendelea tabia akapata fumanizi, akatolewa ngeo au ndoa ikavunjika au yakatokea mengineyo. Kwa hiyo kufanya hivyo unamsaidia, tunamsaidia kwa pamoja. Imeeleweka? Haya, tunaanza kwa Mama Amani, tutakuja kwa hapo tunakuja hapa. Karibu Mama Amani. Mimi nilikuwa nauliza nikimuona kweli kwenye mchocho huo, naonaje mimi nikimfuata nikamwambia bila kufuata? Pia ni hatua nzuri. Unaweza kufanya hivyo pia. Lakini pia unaweza kufanya hivyo, nikomee hapo. Unaweza kufanya hivyo pia. Ukamalizana naye wewe na yeye kule. Sasa kuna muda mwingine mtu mwingine mtata, inawezekana umeshamuona umezungumza naye mara moja mara mbili, akakwambia usinifuatie maisha yangu. Haya kuhusu. Hata nikamleta kwako akanikana mimi nitatumia tu hekima. Kama unaweza ukaongea naye, ukamuonya huko. Ni sawa pia. Ukiona haumudu wewe mlete. Ila usimpeleke kwa bwana. Sasa hapo nazungumzia tu kwa mfano, sio tu hiyo. Sawa? Lakini pia na mengineyo. Ni sawa pia kwa sababu kuna mtu mwingine ni mbishi hawezi kukubali. Lakini ile picha tafadhali usiweke Facebook. Na uichukue kwa lengo la ushahidi. Na ukishamaliza ifute. Ila mchungaji ni hatari. Hapana. Hiyo ni salama kwa maana ya ushahidi. Hiyo ni salama kwa maana nini? Ya ushahidi. Cha msingi tu, wewe unaichukua ile rekodi, uitunze vizuri. Na usikae nayo kwa muda mrefu bila kuifanyia kazi. Na kishamaliza kufanyia kazi ifute. Ukiachana na wewe kukaa nayo au kutokaa nayo, ukipiga picha kati ya wale wawili akikuona mhusika mmoja, kitu gani atakachofanya? Yeye reaction ya yeye, wewe mwachie yeye. Wewe fanya kwa upande wako. Fanya kwako wewe, sio sawa. Kwamba si kwenye fumanizi? Si fumanizi. Wewe unaona wale sio wamejificha, wana mambo yao. Sawa. Na ndio maana wamejificha. Sawa. Hawa hata kama wamekaa sehemu ipo wazana lakini wanaona wapo sehemu salama. Sawa. Wewe ukachukua picha. Mmoja akaona kwamba yule anachukua neno wako sasa. Sawa. Yule anachukua picha yetu sisi. Sawa. Hivi akiinuka akaanza kuwe labda mtumishi unajulikana, ukaanza pale kupigana, labda anakupiga kwa sababu umeokoka, unashindwa kulisha, unapigwa pale mapata, unakuja kutoa taarifa nilipigwa zoni, huwa napiga picha. Sawa. Mimi iko hivi. Kwanza kwa uhalisia, mtu ambao umkuta kwenye kosa hawezi akawa na ujasiri wa kukureact kwako. Na baada yake atatafuta chocho la kukimbia. Unaelewa? Na kama akikufuata, wewe kuwa jasiri. Sawa? Na nikutie moyo, piga picha.
Ni kusudi unapoleta ushahidi huo unaonekana. Simu haifiki, itapasuka pale. Sawa. Kama ataipasua na uje na simu iliyopasuka, kwamba na simu ilipasuliwa hii hapa. Mchungaji, mimi nataka niulize. Samahani, atakuonyesha wewe hapo. Tumalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafikiri tumetoka sasa kwenye mada. Tumekwenda sasa kutetea uovu. Unaona? Kwa sababu uongo ni kitu ambacho unaongea ambacho hakipo. Uongo ukazaa umbea. Unaona? Sasa mtu unasema kwamba mtu amefumaniwa live. Huo sio uongo. Ni kitu ambacho ni ukweli kabisa. Unaona? Huo sio ni uongo. Wewe hicho ni kitu ambacho ni kweli. Kama fulani ameonekana sehemu fulani. Je, wewe unafurahia kuletea habari nzuri tu? Zile habari za maovu unatakiwa sasa zitetewe? Unaona? Mimi naona tunataka kutoka kwenye mada. Uongo ni kitu ambacho hakipo. Hata umbea ni kitu ambacho kinaongelewa hakipo. Mtu ameongea tu umbea. Ni kitu ambacho hakipo. Lakini mtu amesadikika, ameonekana live. Sio uongo. Umbea kitu ambacho sahihi. Haya. Baba Godi pale shapika. Tayari ndio nisikuwa muonekana. Sio mmoja tu. Kasere, tuashie generator pale. Umbea ni kitu ambacho sio sahihi. Nyosha mimi ndo nimenyosha mkono. Ndio Baba Godi. Yaani hapo sasa hivi Baba Diki tunachozungumza katika umbea kuna mzuri na mbaya. Hapa sasa hivi tunajadili ule umbea mzuri wa kuileta taarifa kwa yani sehemu salama kwa ajili ya kuepusha ubaya ambao unaweza ukajitokeza katika umbea mbaya unaojitokeza. Sasa nilikuwa nataka kuzungumza kwamba swala lililozungumza Baba Debora la kwamba ukipiga picha alafu muhusika akakuona. Swala la kupiga picha ukaonekana na ukapatwa na jambo baya, wale watu labda kukushambulia. Swala hilo kama yule mtu ni kukushambulia, sio tu kwenye kupiga picha. Hata utakapoleta taarifa kwa mchungaji, akaitwa yeye ukaitwa na wewe, akagundua kwamba wewe ndio umeleta. Baada ya kile kikao huko mtakapokutana, kama ni mtu wa kufanya ubaya atafanya. Sio kwenye picha peke yake. Ila jitahidi au fanya uwezekanavyo. Unapotaka kupiga picha, hakikisha hujaonekana. Na kwenye swala la kumpiga mtu picha akakataa kupigwa picha, sio tu swala baya. Hata hapa sasa hivi wewe Baba Debo ukatoka ukawa uko pale nje, mtu tu akakuona kwamba ngoja ukaka nimpige picha, wewe lazima uhamaki. Kwa nini unanipiga picha bila idhini yangu? Ni kosa, na kisheria unaweza ukamshtaki. Amenipiga picha bila idhini yangu. Kwa ujitahidi kupiga picha bila kuonekana ili kukusanya ushahidi. Lengo atakapokataa ushahidi uonekane ili kwa ajili ya kumsaidia yeye. Ile pia itamtengenezea hofu kwamba kumbe kuna watu wako upande wangu wananifuatilia. Aidha ataacha au atakwenda kufanya mbali na eneo la sura ya kanisa ili wengine tusiaibishwe kwamba kanisa lile watu walioko wako wa design hii. Bwana asifiwe. Hiyo itatusaidia pia na wengine. Kwa hiyo piga picha lakini jitahidi usipatikane. Ni hilo. Asante kabisa Kiombo. Na mimi nataka niulize swali. Samahani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa leo nimetoa nafasi ya pia tushiriki mjadala. Na hasa tunapozungumza kwenye hili swala la utata la kwamba je, mtu anaweza kaishi bila kutenda dhambi au haiwezekani. Ili kusudi tunapozungumza kwa habari ya kuishi utakatifu, tusije tukalo kama ni kitu nadharia, kumbe ni kitu ambacho kinawezekana. Sasa na tumefikaje hapa? Ni baada ya kuona mambo ambayo ni dhambi, lakini kuna mengine ambayo yana utata katika kuyaelewa. Na ndio maana tunataka tuyafunue vizuri, tujue kwamba hili limekaaje, ili kusudi mtu ajue kwamba kufanya hivi ndio hiki na hivi ndio hiki. Tuko pamoja? Haya, ngosha kwa sekunde 30. Mimi nilikuwa nataka niulize kwa mfano. Mimi tunaongelea kuhusu swala la kumkuta mtu anafanya kitu. Si ndio? Na naomba kama nikiamua wote tuchukue mfano, lakini ni kwa mapana yote ambayo
Je, kwa mfano nimemuona mtu ambaye labda ni mshirika ndani ya kanisa, nikamkuta anafanya vitu kama hivyo. Sawa. Na nikaamua kunyamaza kimya. Sawa. Unaona? Je, ninakuwa na dhambi au ninakuwa sina dhambi? Wewe unakuwa na dhambi. Kwa hiyo kama kitu ambacho tunakiona inabidi kwamba lazima tukifikishe mahali husika, sio ukipeleka mtaani. Kuna mambo mimi hapa ya JCC nayakuta mtaani, lakini jamani, mimi sinafikika. Si mnanimudu wote, na mambo ya simu mnayo, kwangu mnapajua, harusi kila siku niko hapa. Kwa nini mnapeleka huko sasa? Kama umeona ubuyu umekulemea, wewe ufikishe tu kwangu. Sawa? Kama kufanyia kazi, tutafanyia kazi katika namna njema, sio kwenda kutangazana kule. Haleluya. Kwa hiyo jamani, wewe leta wowote ule leta. Kwa mimi nitauchuja namna gani ufanyie kazi, sawa? Ushahidi mchungaji, shida ushahidi. Sawa, hata kama hamna ushahidi, tutatafuta tu namna. Wewe usiogope. Sawa? Haya, tukiwa tunamalizia. Kuna mtu ana swali la mwisho? Karibu, Eva. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo nzuri sana, na mimi nilikuwa naongezea hapo. Kweli unaweza kukuta labda umemwona mwenzio ukaona tatizo, sio kwenda kumsema vibaya, ingia maombi, muombee. Bwana asifiwe. Na pia hapo kwa kupiga picha, usije ukapiga picha ukakuta mtu labda anamsalimia, uhakikishe kabisa hiyo picha unapiga, yani kabisa umehakikisha kweli hii ni tofauti. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu amepiga, umesimama naye hivi afu unapiga picha. Bwana asifiwe. Sisi tu labda ukute inaosha kabisa kabisa huyu kuna namna nyingine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiona hivyo, ingia maombi, muombe. Bwana asifiwe. Funga kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hai, na mimi hapo naongezea kwa Eva. Naongezea kwa Eva hapo. Kuna mambo ya kumwombea mtu, si ndio? Lakini kuna mambo ya kumwambia mtu. Umeelewa? Watu wana vitu ujue, na ukisema kuwafungia wote, kile zote kwenye mfungo, umekamata mfungo wa huyu, kesho una mfungo wa huyu, kesho kuna mfungo wa yule, siku inayofuata na mfungo wa yule. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kweli mtu inabidi ubebe kwenye maombi, lakini kuna mambo mengine mtu atakiwa umchane live. Naelewana? Ya kumchana live, umchane live. Tena kama kamanda kama Eva hivi. Tena kama unaweza kumpinda kidogo hivi, msogezo. Sawa. Tafadhali. Kama sitakupiga kwa mchungaji, naomba hii tabia isirudie. Hapo utakuwa hauna dhambi. Kwa sababu unamsaidia. Umeelewa? Unamsaidia. Hiyo mimi mchungaji naikubali yaani kiuhalisia, mtu ukiwa na kosa, ukiwa na nini, hata wa baba si mnajua, kama unakosa mama anaongea, utamunyamunya tu, lakini kabisa ndani unajua kabisa kwamba hapa, lakini na mimi nimekosa. Hautabwata, utakuwa kwa mama ile wewe bwana, maneno kila siku tu, bwana mingine wewe ache bwana, lakini tayari umesema nini, umeshaambiwa. Kama una akili timamu, uweze ukampiga mke wako kwa sababu unakwambia ukweli, tayari wewe utakuwa na tatizo jingine. Kwa hiyo hata mtu hapa tunazungumza ambao tumeokoka, tunaelewana, ambao tumeokoka, imetokea mtu amekosea kwa namna fulani, unakuja kumwambia halafu ahamaki, huyu atakuwa na pepo ndani. Anza kumtoesha kwanza. Haleluya. Lakini yote haya ni lengo moja, kusaidizana, na pale ambapo tunakuwa tumeenda tofauti, turudi kwenye mstari. Mungu atubariki sana. Hebu jipigie makofi kwa kuwepo sasa. Sana. Ni saa 5:07 tunakuwa tumekomea hapa, na moja kwa moja tunaingia kwenye matangazo.